Online TV. Mtaa wetu huu wa Buguruni Mivinjeni ndiko kutakapokwenda kujengwa kituo cha afya kata ya Buguruni. Na kumekuwa kuna changamoto. Kumekuwa na upotoshaji mkubwa sana unafanya. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi katika mawazo yangu nilikuwa nafikiria jambo linalotokea pale kwenye kituo cha afya halina tofauti na yale mambo mlikuwa mnayaona Arusha. Kati ya mkuu wa mkoa na mbunge. Hawa wanakwenda kushtakiana, fedha zimezidi, fedha zimechepushwa, TAKUKURU ingieni kati. Swala lolote linapoingia katika michakato ya kiuchunguzi, mradi hauwezi kuendelea. Sasa bahati mbaya katika mtaa huu wa Mivinjeni katika eneo letu ile, na haya nimesema ni yaseme wazi kwa sababu kuna upotoshaji mkubwa unasemwa. Kwanza wako watu wanasema kwamba eneo lile halikidhi kwa kujenga kituo cha afya. Nataka niwahakikishe hizo habari sio za kweli. Kwa sababu katika michakato ya ulipaji wa fidia, mimi diwani kazi yangu kwenye kikao kuomba fedha zitengwe kwenye bajeti, na kazi hiyo nimeifanya kikamilifu. Fedha zimetengwa kwenye bajeti na nyumba zimelipwa fidia. Jukumu la wataalamu wa halmashauri ni kuja kujiridhisha watu wa idara ya ardhi, na watu wa idara ya ardhi wamekuja huku mtaa Mivinjeni zaidi ya mara 5. Mara ya kwanza nilikuja nao mimi tukiongozana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tulipita katika maeneo karibu 3. Kwa mtaa wa Madenge tulienda kukagua na viongozi wa mtaa wa kule, tukaenda kwa mtaa wa Malapa, tukaja na kwa mtaa wa Mivinjeni. Lakini mwisho wa siku wataalamu wetu baada ya kushauriana nao tukakubaliana kituo cha afya kinabidi kijengwe katika mtaa wa Mivinjeni kwa sababu kubwa 2. Sababu ya kwanza, gharama ya nyumba huku ziko chini ukilinganisha na Malapa na Madenge. Sababu ya pili, mtaa wa Mivinjeni una idadi kubwa ya wakazi, hasa wa asili na wenye kipato cha chini. Kwa hiyo ukiangalia mtaa wa Mivinjeni na mtaa wa Kisiwani, wakazi wake karibu wanafanya nini? Wanafanana. Kwa hiyo kaonekana ikijengwa Malapa au Madenge, kule kasi ya uzaji wa nyumba ni kubwa. Kwa hiyo mtu anauza nyumba iliyokuwa na kaya 20, anakuja mtu mmoja na familia yake. Wanajiweza, wana uwezo wa kwenda Indumandali, Aga Khan na kadhalika. Kwa hiyo kaonekana kituo cha afya kikijengwa kule kwa wale wananchi wa hali ya chini, kwa idadi ya kule itakuwa ni chache. Kwa hiyo kaamua kituo kile kijengwe huko wapi? Mivinjeni. La kwanza, kule gharama ya nyumba ni kubwa, huku gharama ya nyumba iko chini. Lakini la pili, idadi kubwa ya wakazi wa kipato cha chini tunakaa katika ukanda huu, kwa maana Kisiwani na Mivinjeni. Kwa hiyo ikaamuliwa ijengwe pale. Wataalamu wakaja, maafisa ardhi walitoka kutoka halmashauri wakaja. Wakatoka maafisa ardhi wa halmashauri wavojiridhisha wakapeleka kwa mkuu wa wilaya. Wataalamu wa halmashauri kutoka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya wakaongozana wakaja hapa. Walivyojiridhisha wakaja wataalamu wa mkoa wakiongozana na wataalamu wa halmashauri, wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya na wataalamu kutoka kwa mkurugenzi. Walipojiridhisha wakaja wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi. Na wao walipojiridhisha ndio wakatoa kibali cha kulipwa fidia. Katika ulipaji ule wa fidia pale hayumo diwani, hayupo mwenyekiti wa mtaa, wala hayupo kiongozi yote wa ngazi ya kata. Ni wataalamu wa halmashauri, wilayani, mkoani na wizarani. Kwa hiyo swala kwamba eneo lile lilikuwa lifai sio kweli, na ile michakato ya kufanya tathmini diwani hausiki. Jukumu langu lilikuwa ni kujenga hoja kwenye kikao cha bajeti, fedha zimetengwa. La pili, yako majukumu na kazi zinazofanywa na diwani, lakini yako majukumu na kazi zinazofanywa na mtendaji wa mtaa. Jukumu langu wa kata na wa mtaa, jukumu langu lilikuwa ni kuhakikisha fedha zinatengwa kwenye bajeti. Wanapokuja katika michakato na masuala ya ujenzi, diwani yeye haingii kwenye vile vikao, kwa sababu watu wanaomba kwenye mfumo, mnasikia huko sijui anesti sasa hivi imebadilishwa, wanapeleka BOQ, washindani au wazabuni wanashindanishwa, anayeshinda ndo anapewa kazi ya ujenzi. Na hata mkataba wa ujenzi wa kituo cha afya asaini diwani, unasainiwa na viongozi wa ngazi ya halmashauri, akiwemo mkurugenzi wetu kwa niaba ya watumishi na mstahikimia kwa niaba ya madiwani. Pale mheshimiwa mwenyekiti, kuna jambo limetokea limeleta sintofahamu. Walikuja wataalamu kutoka ofisi ya mganga mkuu. Mimi bahati mbaya napofanya ziara zao za kitaalamu za kitendaji mimi sishiriki. Yakatolewa maelekezo pale. Mimi mtendaji wangu alinihadithia kwamba kuna nyumba inatakiwa ivunjwe. Ile nyumba mpya isivunjwe.
kwa sababu huduma zitaanzia pale, na katika lile jumba kubwa la zamani litavunjwa kwa sababu inaonekana ni kukuu, watatengeneza kama banda au shedi, wananchi wakitaka kwenda kupata huduma atakuwa anaanzia pale na huduma ndogo ndogo. Wakaenda kuvunja. Bahati mbaya mimi sikushiriki wala sikushirikishwa, lakini alionekana katibu wangu akienda katika lile eneo. Sasa hapo kuna stori ndefu nyuma yake, nataka nimalizie. Zikatolewa taarifa za upotoshaji kwa viongozi tofauti tofauti kuhusiana na lile eneo, lakini taarifa zile zilitengenezwa kwa lengo la kunichafua mimi kama diwani. Watu wa TAKUKURU wakaingia kati, nikaenda mara kwanza kuhojiwa, nikatoa maelezo yangu kama ninayoambia, diwani hajengi, habomoi, hauzi, hanunui. Hayo ni masuala ya taalamu na michakato yao. Wakatengeneza tena maneno yakawa mengi, mimi nimekamatwa kwa masuala ya rushwa. Nimekamatwa, kuna video wanasema imesambaa mtandaoni. Bahati mbaya hata ile video imetafsiriwa tofauti. Mimi nilisema na nukuu haya maneno: wajumbe kaeni mkao wa kula, nataka kuja kuwasalimia. Si ndio Nikasema kelele za chura hazimtishi tembo kunywa maji mtoni. Stay tuned. Na mwisho mwenyekiti nikwambie, mimi nilitoa fedha kwa wajumbe wa mashina na viongozi wangu wakati wanajua, wakati tunaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Nilitoa 2020 kwa wajumbe wa mashina wa kata ya Buguruni waliohudhuria kwenye kile kikao tulichofanyika pale katika ukumbi wa Eva Maria. Kwa hiyo mimi sikutoa rushwa. Na hata TAKUKURU nilipoitwa nikamwambia mimi sio mgombea, mimi sigombei, mimi sasa hivi sitoi rushwa. Yaani hata kama hapa ninajisikia nina milioni 5 nasema wajumbe ganeni milioni 5 hizi. Mimi sitoi rushwa, sio mgombea. Mimi ni kiongozi niliokuwa madarakani. Kwa nilipokwenda TAKUKURU kwa siku ya kwanza, nikamwambia siko tayari kutoa maelezo yote mpaka niwe na mwanasheria wangu. Wakasema kwa sababu hujatoa maelezo na dhamana iko wazi, kwa hiyo wewe hauwezi kudhaminiwa. Nikasema sawa. Nikaenda zangu wapi? Central. Na namshukuru Mungu nimejifunza pia na vitu vingine. Central nimekaa siku hizi, nimepata na marafiki wapya kule, ambao kila mtu kaenda kule na changamoto yake. Lakini cha kusikitisha nikwambieni, yani kuna msemo wa Kiswahili anasema nyimbo mbaya bembelezewi mtoto. Wako baadhi ya watu waliotengeneza zile skendo wakawa wanashangilia nasema tumeshamkomoa huyo ndo atoke tena mpaka tarehe 1 mwezi wa 5 fomu zinachukuliwa, yeye yuko ndani. Lakini wako baadhi ya viongozi wamegaramia kwa kutoa fedha ili mimi niandike kwenye magazeti na kwenye mitandao ili mradi nichafuliwe. Lakini yale matukio walikuwa wanafanya, kwanza hawanichafui mimi. Pamoja na kunichafua mimi binafsi, pia nakichafua Chama cha Mapinduzi. Sasa mimi dhamana hii nimepewa na Chama cha Mapinduzi. Ndio maana kwenye mtandao aliandika diwani wa CCM akamatwa kwa rushwa. Kwa akachanganya zile story. Lakini namshukuru Mungu, alhamdulillah, ukweli unakwenda kujulikana. Kwa sababu mwenyekiti nikwambie, wako viongozi ambao ndio walikuwa chachu ya kutoa hizo taarifa, ndio walioshiriki kuuza vitu katika lile eneo. Kwa sababu swala hili linaendelea na uchunguzi, sio vizuri kukaa sasa kutajana na majina. Mimi nimejisema wazi kwa sababu kila mtu anajua. Wako watu wamekuja kuhojiwa na TAKUKURU huku kwenu, akiwemo bwana Macheni. Nyie mjumbe mnajua, mkimfuatilia atakwambieni. Kwa sababu vitu vilivyokamatwa pale vingine vimeonekana nyumbani kwa Macheni. Nyumbani kwa Macheni vimefikishwa na nani na vimefikishwa vipi, vimefikishwa katika taratibu gani? Macheni na watu wa TAKUKURU wanafanya nini? Wanajua, na mimi mwenyewe najua. Lakini viko baadhi ya vitu vichache viko kwenye kituo cha polisi. Sasa hoja inakuja, kidhibiti kimekamatwa, kwa nini kingine kiwepo huku na kwa nini kingine kiwepo? Ndio masuala ya TAKUKURU na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama anaendelea kufanya uchunguzi. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kuvuta subira, ule mradi utakamilika. Ni changamoto tu zimepita za muda, lakini mambo yatakaa sawa na mradi wetu utafanya nini? Utakamilika. Kwa sababu hizi rapsha zimekuja zimepelekea pale zaidi ya mara 2 fedha kuhamishwa. Kuna fedha mara kwanza zilitengwa milioni 500 zikahamishwa zikapelekwa kituo cha afya Mzinga. Fedha za awamu ya pili milioni 200 zililetwa tena, maki fedha zikiletwa zinaenda kwenye kituo cha afya Mnyamani, zikahamishwa tena kupelekwa wapi? Kumalizia ujenzi wa kituo cha afya Mzinga. Lakini kama kungekuwa hakuna changamoto zote zilizotokea, ninaamini mpaka kipindi hiki tungekuwa tunazungumza masuala mengine kuhusiana na ujenzi wa kituo chetu cha afya. La mwisho, sasa hivi ndugu zangu tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi.
cha kupata diwani, mbunge kwa upande wa kura za maoni, kwa sababu kwenye upande wa rais sisi CCM kwa mujibu wa taratibu zetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mitano mingine mgombea wa urais ameshapatikana, bado mgombea wa ubunge na bado mgombea wa udiwani. Sasa niombe na nitoe rai, wako wanachama wa chama chetu, lakini wako na baadhi ya viongozi wameshaanza kuwabeba wagombea. Mimi binafsi waga nawaambia mimi simogopi mgombea yeyote anayekuja, mimi nawaogopa wapiga kura na kuheshimu wapiga kura, kwa sababu wote tutazunguka mwisho siku tutakwenda kwa wapiga kura. Lakini wako watu wanakwenda kutoa taarifa za uongo. Diwani kakamatwa kala hela za barabara, diwani kakamatwa kaiba vitu vya nyumba. Jamani, nimesema maneno haya, hizo habari sio kweli na mimi usihusiki nayo mambo, na namshukuru Mungu kila kitu kitakuwa wazi, kila mtu atabeba msalaba wake. Lakini wako watu wanapita wanasema diwani hajafanya kitu. Kuna mjumbe mmoja simtaji kwa jina anasema sisi Buguruni hatuna diwani, na katika kikao hiki yupo. Sasa mie mzimu. Tufanyeni mambo yetu kwa kiasi na tusemeni maneno yetu kwa kiasi, kwa sababu mwisho wa siku CCM itasimamisha mgombea kwenye kata hii wa udiwani. Na mimi bila unafiki nimewaambia kwenye kikao siku zile, sisi kwa mambo na kazi kubwa iliyofanywa na mbunge wetu Bwana Kamoli hatuwezi kusema mitano tena tukabwata hadharani, lakini sisi hatuna mpinzani, hatuna ubishi kwa Bwana Kamoli kwa kazi kubwa aliyofanya ndani ya kata yetu ya Buguruni. Na kwenye mikutano ya kampeni nimeeleza waziwazi namna gani mbunge wetu alivyotoa ushirikiano na kutekeleza miradi ya maendeleo kwenye kata yetu. Kwa bunge hatuna. Nimesema kwenye udiwani tutapambana, kila mtu ataogelea kwa staili yake, lakini tusichafuane, kwa sababu mwisho wa siku nimwambia kuna uteuzi wa vikao. Mimi ninaweza nisiteuliwe, si ndio? Mimi ninaweza kura zangu za maoni zishitoshe, lakini mimi bado nina wajibu wa kusimama kukisemea Chama cha Mapinduzi na kumsemea mgombea wa CCM. Sasa wewe kiongozi ushapita umesema yule Busolo mwizi, sasa nitaanza kusema mie sio mwizi niombe kula au nianze kuomba kura? Mmenielewa tafsiri yangu? Tusianze kuchafuana, hasa sisi viongozi ndio tunaeneza maneno sio ya ukweli kwa watu wengine kwa minajili ya kuwavutia watu nini? Kura. Mimi najua watu mmepitiwa kwa kweli na 2015, lakini mimi sijalalamika kwa sababu ndio wakati wake wa mavuno huu. Kwa hiyo la mwisho nataka niwaambie, panapo uzima na uhai mimi nimo kwenye kinyang'anyiro nagombea, na wale wanaosema Busolo agombei wanajiongopea, mimi nimo. Kwa hiyo na wewe kama una mgombea wako tukutaneni wakati ukifika, jina lako liteuliwa, nipo kama kawaida. Baada ya kusema asanteni sana kwa kunisikiliza. KM Online TV.